Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunajifunza kuhusu ugonjwa wa malaria. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia namna ya kujikinga na ugonjwa wa malaria. Lakini pia tutaangalia matarajio baada ya kupata matibabu. Karibu jifunze nami, tutakuwa nami Dr. Mniko. Malaria ni ugonjwa unaoenezwa na mbu na unasababishwa na protozoa aina ya Plasmodium. Tunazo aina kuu 4 za Plasmodium zinazoweza kusababisha ugonjwa wa malaria. Kuna Plasmodium falciparum, Vivax, ovale na malariae. Kati ya aina hizi 4, Plasmodium falciparum ndio inasababisha ugonjwa mkali sana. Sasa ugonjwa huu unaambukizwa kwa kuumwa na mbu wa kike aina ya Anopheles mwenye maambukizi. Mbu huyu ananyonya damu ya mwanadamu ili kukuza mayai yake. Kwa hiyo wakati ananyonya ile damu anakuingizia pia na vimelea vya malaria. Unaweza pia kuambukizwa ugonjwa wa malaria kama umeongezewa damu ya mtu ambaye atakuwa ana maambukizi ya malaria. Na kwa watoto kuna ambao wanazaliwa na ugonjwa wa malaria kwa sababu mama yao anawaambukiza wakiwa bado tumboni. Kwa mtoto anazaliwa na malaria. Ugonjwa wa malaria unapatikana zaidi katika maeneo ya kitropiki kama Tanzania. Unaathiri karibia 40% ya dunia nzima. Watoto walio chini ya miaka 5, wajawazito na wanaosafiri kuja katika maeneo ambayo yana malaria kwa wingi wapo kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa ambao ni mkali zaidi wa malaria. Ukishaumwa na mbu mwenye maambukizi, tunategemea kwamba utaanza kuona dalili za malaria baada ya siku 7 mpaka 14. Utaanza kupata homa, kutetemeka, maumivu ya kichwa, kuharisha. Unaweza kuwa unaona vitu au kusikia sauti ambazo hazipo, maumivu ya tumbo, maumivu ya mwili, dalili za mfumo wa mkojo, dalili za mfumo wa upumuaji. Na wakati mwingine unaweza kupata mpaka manjano na ya kwenye macho na kadhalika. Sasa ukali wa dalili unategemea una kinga kiasi gani mwilini. Watu wanaishi kwenye maeneo yenye mbu wengi kama Tanzania wana kinga inayosaidia dalili zisiwe kali sana. Lakini kama kuna mgeni ambaye amesafiri kuja katika sehemu kama hii ya kwetu, anaweza kaugua sana na hata kufa. Ukienda kwa daktari baada ya kuwa umeona dalili, daktari atachukua sampuli ya damu na kupima kwa kutumia vipimo maalum vya malaria au kwa kutumia darubini kuangalia kama una vimelea vya malaria. Kama una dalili nyingine kama kuharisha, kushindwa kupumua na kadhalika, daktari anaweza pia kuagiza vipimo vingine kama vinahitajika ili kuangalia kama una matatizo mengine yaliyosababishwa na malaria. Anaweza kaagiza vipimo vya kuangalia figo yako inafanya kazi vizuri, ini lako linafanya kazi vizuri na kadhalika na kadhalika. Kwa habari ya matibabu yanategemea kama malaria yako ni kali au kama malaria yako sio kali. Kama malaria yako sio kali sana, mara nyingi utapewa dawa za kumeza. Kwa hapa Tanzania, dawa ya Artemether Lumefantrine ambayo tunaita ALU inatolewa sana kwa watu wazima. Ni dawa ya kumeza na inafaa sana kutibu ugonjwa huu kama sio mkali sana. Kwa yule mgonjwa ambaye atakuwa na ugonjwa ambao una dalili kali sana ambazo zinasababisha alazwe, basi atapewa dawa ya Artesunate ambayo mara nyingi inachomwa kwenye mishipa au unaweza kuchoma kwenye tako. Na ukishachomwa inakusaidia. Baadaye ukishaanza kupata hamu ya kula na unaweza kumeza vizuri dawa, basi unaweza kubadilisha kwa kupatia dawa za kumeza na ukazimalizia dozi hiyo ili kuhakikisha kwamba vimelea wote wanaisha mwilini. Kwa hiyo ukishapata zile dozi za sindano zikaisha, basi unapewa na dawa za kumeza, unaendelea. Mara nyingi huwa ni ALU, unamalizia ile dozi na unajikuta uko vizuri kabisa. Kama unataka kuzuia usipate malaria, hasa wale watu ambao wanasafiri kuja katika maeneo ambayo yana malaria kwa wingi, ni vizuri kutumia dawa za kukinga na malaria, hasa kwa wageni ambao wanasafiri kwenda kwenye maeneo ambayo yana malaria. Na wale watoto chini ya miaka 5 pia wanaweza kutumia, na wajawazito kwa sababu wako kwenye hatari zaidi, wanaweza kutumia dawa za kujikinga na malaria. Namna nyingine ya kudhibiti malaria ni kudhibiti mbu. Funika madimbwi, kata nyasi za kuzunguka nyumba, funika yale maji yaliyo kwenye ndoo na makopo, nyunyiza dawa kwenye mabwawa ambayo yaliyopo ili kupunguza mazalia ya mbu. Lakini pia unaweza kuvaa nguo zinazofunika mwili, mikono na miguu ili kuhakikisha hauumwi na mbu. Unaweza kupaka dawa zile za kufukuza mbu, lala chini ya chandarua chenye dawa. Lakini pia unaweza kuweka wavu kwenye madirisha kuhakikisha kwamba mbu hauingii ndani ya nyumba, na ikiwezekana unaweza kupiga dawa ndani ya nyumba ili kuhakikisha wale mbu wanakufa. Jambo jingine ni kwamba wagonjwa inabidi watibiwe mapema ili wasiumwe na mbu halafu akamwambukiza mbu akaja kumwambukiza mtu mwingine. Kwa hiyo wakitibiwa mapema itapunguza uwezekano wa watu wengine kuambukizwa. Ukifanya hivyo tutakuwa tumezuilia na tumejikinga na malaria. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.